Asante kwa kuendelea kuwa nami katika vipindi mbalimbali, lakini katika mazungumzo ya uchambuzi wa mambo kadhaa yanayoendelea katika nchi yetu ya Tanzania, lakini nchi za Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, Afrika Magharibi pamoja na ulimwengu wote kwa ujumla. Baadhi wameniuliza, Kalulunga, hivi hasira zote hizi za kuiua Chadema zinatoka wapi? Katika kujibu kwa ujumla na maswali kadhaa yanayohusu Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hapa Tanzania, kufuatia kauli za msajili wa vyama vya siasa hivi karibuni kueleza kwamba Chadema haina uhalali wa wajumbe wa kamati kuu ambao waliteuliwa na Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa chama hicho cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Lakini juzi imetoka tena kauli ya kwamba Chadema itazuiliwa ruzuku mpaka watakapotekeleza matakwa ama agizo la msajili wa vyama vya siasa ambalo aliwaagiza. Sasa ndipo maswali mengi yanakuja, hasa mimi pia baada ya kutoa uchambuzi wangu kwamba Chadema inaenda kuuawa, na hakika nasisitiza tena, Chadema inaenda kuuawa. Niwapongeze wale ambao wanahitaji kuwa viongozi katika kupitia vyama vya upinzani ambao wameamua kuondoka na kwenda huko kwa ajili ya kujitafutia mkate wao, si utumishi wa umma. Na sisi sote tunafahamu asilimia 95 ama 90 ya wanaojiita viongozi katika nchi yetu sio viongozi, watu wameenda kupata ajira kwa ajili ya mambo yao na familia zao, kwa sababu kama ujuavyo, hata ilani inatekelezwa na serikali kuu, yani rais. Yaani useme usiseme, uombe usiombe, serikali inafanya kutokana na utaratibu ambao umejiwekea kupitia halmashauri zao. Nini ninachotaka kusema katika kujibu swali kwamba kwa nini hasira zote hizi zinatoka wapi katika kwenda kuiua Chadema? Kabla sijakurejesha nyuma sana kwa wale ambao wameanza kufuatilia hivi karibuni siasa za vyama vingi katika nchi yetu ya Tanzania, nianze na mifano ya hivi karibuni. Kuna watu walishawahi kuvurugiwa bustani zao, walilalamika kweli kweli, lakini hawajawahi kwenda mahakamani. Kuna watu waliwahi kubomolewa majengo kadhaa ambayo wengi walidhani kwamba ni ya kwao, lakini hawakwenda mahakamani. Inamaanisha nini? Yawezekana bustani hizo, majengo hayo vilikuwa ni mali ya serikali. Usiponielewa leo utanielewa kesho. Lakini turudi moja kwa moja kwenye haya yanayoendelea kwa sasa. Mimi ninadhani endapo marehemu Agustino Lyatonga Mrema angekuwa hai, angeiambia hii Chadema chini ya Tundu Lissu mambo ambayo yamewahi yeye kumkuta kwa namna moja ama nyingine, tangu atumwe au tangu aende kuanzisha chama na kuendelea kugombea nafasi ya urais na nafasi mbalimbali katika kupitia chama hicho cha NCCR Mageuzi huko nyuma. Kwa wale wanaokumbuka, mwaka 1995 Mrema, umati huu unaoonekana katika mikutano ya hadhara ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwa sasa, yawezekana unaweza kawa mdogo kuliko umati ambao ulikuwa unaonekana nyakati za Mrema kupitia NCCR Mageuzi. Nini kilitokea? Mrema alikuwa anasukumwa na gari kwa umbali mrefu, huku jamii ya Watanzania ikiamini kwamba angekuwa rais. Na ikafikia hatua hizi rapsha mnazoziona kwa sasa kupitia Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, yawezekana ni ndogo kuliko zile ambazo zilikuwa zinatokea wakati wa Mrema chini ya NCCR Mageuzi. Lakini akawepo mtu mzima ambaye angalau kauli zake zilikuwa pia zinaheshimiwa, lakini pia wakawepo viongozi waliokuwepo madarakani walikuwa na heshimu sauti za watu wengine ama watangulizi wao. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa akiiambia serikali,
acheni kumbugudhi Augustine Lyatonga Mrema, wala msipige mabomu wala kuzuia misafara yake wala kuzuia mikutano yake. Mwache asukumwe, maana hata maiti pia huwa inasukumwa ama inabebwa. Sidhani kama tunaelewana hapo, mtazamaji wangu. Kwa hiyo kutokana na haya yanayoendelea kwa Chadema, yani hata ingekuwaje, nimesema jana, nimeshauri kwamba Chadema, Tundu Lissu atashinda, lakini Chadema haiwezi ikawepo kwa namna kama hii ambayo ipo kwa sasa. Kwa namna yoyote Chadema haiwezi kuendelea kuwepo, yani kuishi kwa uhai huu ambao iko nao kwa sasa, kwa sababu tuwe wazi, mifumo ikiamua kufanya jambo fulani inafanya. Kwa mistake yako kidogo ninafanya maamuzi magumu zaidi. Hivyo maamuzi ya kuiua Chadema hayajaanzia Chadema, yameanzia huko nyuma. Ndio maana nimekuambia ilikuwepo NCCR Mageuzi, ilikuwa na nguvu kweli kweli, na mpaka watumishi wa umma wengi waliacha kazi nyakati za NCCR Mageuzi chini ya Mrema, akiwaaminisha kwamba yeye anaenda kuchukua nchi na akishinda atatangazwa, na akitangazwa au ambao ni watumishi wa umma ambao tayari wameamua kujisacrifice, kujitoa muhanga na kuacha kazi za umma za ajira, atawapa wengine ukuu wa wilaya, wengine aliahidiwa ukuu wa mikoa. Sasa kwa hiyo ili jambo si geni, lakini si hivyo tu, ikatokea uchaguzi ama ikatokea chama kilikuwa kinaitwa Chama cha Wananchi Kafu, ambacho mpaka sasa kipo pia na hasa kina nguvu sana Zanzibar, na ndipo zikatokea hata kauli za ngangari na wengine wanaita ngunguli, yani polisi na chama cha Kafu wakawa wanajibizana, wengine wanajiita ngangari, sisi ni ngangari, na wengine polisi wanajiita wao ni ngunguli. Kwa ikawa vita kweli kweli. Kiko wapi? Chama cha siasa Tanzania kikiamua, yani wakiamua kukiua, wanaoamua wanakiua, na Chadema haitakuwepo kama ilivyo sasa. Labda itabaki jina kama vilivyobaki jina NCCR Mageuzi, lakini pia Kafu. Na hii Chauma inayoonekana kwa sasa ambayo watu wengi wanaenda huko, si kwamba wanaenda kwa bahati mbaya. Nimekuwa nikisema siku zote ama siku nyingi kwamba hakuna jambo linaloitwa bahati mbaya. Hata kwenye familia tu hakuna kitu kinachoitwa bahati mbaya. Kuna uzembe au makusudi. Kwa hao wanaotoka Chadema na kwenda kule Chauma, si kwa bahati mbaya. Narudia tena, sio kwa bahati mbaya. Ni wasii ambao wapo Chadema, kama itawapendeza wale wanaohitaji madaraka waende tu huko ambako wanataka kwenda, lakini wasiende kiboya, wasiende kijinga, angalau waende kwa makubaliano kwa namna moja ama nyingine. Sikuambii kwamba waende kwa makubaliano ya nani. Ambaye anahitaji atafute connection zake aende huko ili akapate ajira yake, kwa sababu siasa kwa sasa sio utumishi wa umma. Hali ilivyo kwa sasa, hata wakikaa wanaojiita viongozi hata 10 yuko mbele, au wakikaa watu 100 mbele yako wanaojiita viongozi, ukawaambia kila mmoja atoe speech yake angalau kwa dakika 3 au 5, utapata belelea kuwakuta viongozi ndani yao ni wachache sana, kwa sababu uongozi ni utumishi ambao unatoka kwenye moyo wa mtu, lakini wengi kimsingi wanaenda kwa ajili ya maslahi. Na ndio maana saa hizi mtu ukiwa na pesa unaenda kugombea udiwani, unaenda kugombea ubunge ili ukapate pesa. That's all. Lakini wenye passion kamili kutoka moyoni ni wachache sana. Ndio. Hivyo hasira ya kuiua Chadema ni ukubalifu wake, lakini pia yawezekana kulikuwa na watu ndani ambao walikuwa wako pale kwa ajili ya kazi maalum. Tujiulize, je, kuna familia yeyote kwa sasa ambayo ipo ndani ya Chadema ambayo inatoka
kwa waasisi wa chama hicho ambao wanajua kabisa malengo ya chama hicho yalikuwa ni nini? Wapo. Mbowe juzi akiojiwa na Jamii Forums anasema kwamba amekaa kimya kwa sababu asija kaambiwa kwamba anawashwa. Umejifunza nini?